Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 5 ya mwezi Juni, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Boniface, askofu na mfiadini. Mtakatifu Boniface alizaliwa nchini Uingereza mnamo mwaka 673. Jina lake la ubatizo lilikuwa Winifred. Maana ya jina hilo ni furaha na amani. Alifundishwa tangu akiwa mdogo juu ya maisha ya utakatifu na kumjua Mungu akiwa katika shule ya Wabenediktini. Baadaye aliingia katika monasteri ya Wabenediktini ya Exeter iliyoko nchini Uingereza, akawa mtawa. Alipata elimu ya teolojia na Biblia, akawa mtaalamu wa maandiko na mhubiri mahiri. Kazi yake ilikuwa kuhubiri na kufundisha. Boniface alitunga sarufi ya Kilatini ya kwanza iliyoandikwa Uingereza. Akiwa na umri wa miaka 30 alipewa daraja la upadre, na miaka 9 baadaye alitumwa kufanya kazi ya umisionari kati ya Wasaxon kule Friesland nchini Ujerumani. Alipokwenda Ujerumani mnamo mwaka 718 hakurudi tena Uingereza. Mfalme wa Wafranki aliyeitwa Karoli Nyundo alimsaidia sana Bonifasi, akaweza kuwaongoa watu wengi katika Frankonia, Bavaria, Thuringia na Saxon. Inasemekana kuwa watu 100,000 waliongoka kwa sababu ya mafundisho yake. Mnamo mwaka 722 aliteuliwa kuwa askofu wa jimbo la Hesia na Thuringia, na hapo akabadili jina lake kutoka Winifred kuwa Bonifasi, maana yake kutenda mema. Akiwa Hesia, alitaka kuukata mti mkubwa uliokuwa ukiabudiwa na wenyeji wa huko, ambao waliuita mti wa ngurumo. Wenyeji wa kule waliamini kuwa Mungu wao anakaa pale na mtu yeyote akiukata atakufa. Basi Bonifasi aliamuru mti ule ukatwe. Kimiujiza, kabla ya kuukata shoka la kwanza, mti ulikatika vipande 4 na wala hakuna mtu aliyekufa. Watu walipoona ajabu hiyo, waliamini kuwa Bonifasi ni mtu wa Mungu, na hivyo wengi wakaomba kubatizwa. Pale Hesia pakaanzishwa kituo cha umisionari kwa ajili ya kulea mapadre wa jimbo. Na kule Thuringia watu waliamka kiimani, wengi wakibatizwa, wenye vyeo na watu wa kawaida pia. Nyumba nyingi za utawa wa kike na wa kiume pamoja na shule zilianzishwa. Mtakatifu Boniface alisafiri mara 3 kwenda Roma kumpelekea Papa ripoti ya kazi yake ya kitume. Ripoti hii ilimpendeza Papa, hata mnamo mwaka 738 akampa uaskofu wa Mainz huko Ujerumani. Mnamo mwaka 742 Bonifasi aliitisha sinodi ya jimbo, akafanya marekebisho makubwa katika jimbo lake na kuinua maisha ya kiroho ya waamini. Wafalme wawili, Pepini na Karlomani, wakamwomba apanue wigo wa utume wake hadi Ufaransa ili kulinda waamini na pia kujaribu kuwaongoa Waislamu ambao walikuwa wamevamia sehemu hiyo mnamo mwaka 732. Na mwaka 748 Bonifasi alifanywa kuwa askofu mkuu wa kwanza wa Ujerumani. Aliwalea pia watawa kule Fulda na kuifanya sehemu hii kuwa kituo cha maaskofu wa nchini Ujerumani. Boniface alipata msaada wa wamisionari wengi wa kiume na wa kike kutoka nchini Uingereza. Kati yao walikuwa watakatifu Wilibaldi, Walburga na Lioba.
Mnamo mwaka 754 akiwa na umri wa miaka 75 alifunga safari kwenda Friesland na Uholanzi kuhubiri Injili kwa Wafrisi. Alifika Dokkum akaanza kuhubiri, lakini tarehe 5 ya mwezi Juni mnamo mwaka 755 wapagani walimkamata na kumuua yeye, mapadre 12 na Wakristo wapya waliobatizwa wapatao 40. Alizikwa huko Fulda nchini Ujerumani. Mtakatifu Boniface anaitwa Mtume Paulo wa Ujerumani. Boniface alifanikiwa kuleta umoja katika kanisa kwa kuwahimiza waamini wamheshimu Papa, mapadre wawatii maaskofu na maaskofu na mapadre wamtii Papa. Alianzisha nyumba nyingi za sala ambazo zilichukua roho ya Mtakatifu Benedikto. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Watakatifu wengine tarehe 5 ya mwezi wa 6: Mtakatifu Winfrid, watakatifu Marcianus, Nikanor, Apollonius na Claudius wafiadini, na pia Mtakatifu Dorotheus mtawa wa Misri, Mtakatifu Evasius na Mtakatifu Privatus wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Boniface askofu na mfiadini, utuombee.